Mstari wa kujifunza ni msemo maarufu na unahusiana na nyakati fulani maishani. Wakati mabadiliko au changamoto fulani zinatokea haraka kiasi kwamba unahitaji kujifunza au kuzoea kwa muda mfupi sana, una huu mstari wa kujifunza. Ninakumbuka mwenzangu wa chumba chuo kikuu akinipa moyo kuchukua masomo ya gofu, na aliniambia jinsi ilivyokuwa ngumu kupiga mpira wa gofu. Na nikasema sawa, haiwezi kuwa ngumu hivyo. Akasema sawa, wacha nikuonyeshe. Kweli wakati huo nilipaswa kuondoka. Badala yake nilienda naye kwenye uwanja wa mbele wa bweni letu, na alikuwa na kijiti cha gofu na akanipa maelekezo machache. Kisha akaweka chungwa kubwa lililoiva chini na akasema, sawa Steven, lipige. Kweli nilitabasamu na nikapiga na nikakosa. Kweli akasema, sasa unahitaji kuweka kichwa chako chini na mikono yako iwe imenyooka, jambo ambalo halikunieleweka. Lakini nilifanya hivyo na kupiga kwa nguvu zaidi, na hilo chungwa likabaki pale likinicheka. Baada ya majaribio kadhaa zaidi, hatimaye nililipiga. Lakini ni kwa sababu tu, kwa kukata tamaa, nilikuwa napiga chini kama shoka na si kama kijiti cha gofu. Hilo chungwa halikuondoka chini. Kweli siku hiyo nilijifunza kwamba gofu ingehitaji mchakato wa kujifunza. Vipi kuhusu mchakato wa kujifunza kuendesha gari? Sijui kuhusu wewe, lakini nilijifunza kwa kutumia gia ya mkono. Ilikuwa Volkswagen Bug. Ilikuwa ya rangi ya bluu ya mtoto. Na nilipokuwa na umri wa miaka 15, wazazi wangu waliniruhusu kufanya mazoezi mbele ya nyumba yetu. Sasa ukiwa na gia ya mkono, unahitaji kukumbuka mambo kadhaa kwa wakati mmoja. Ni kama kucheza gofu, unahitaji kuachia clutch pole mpaka ingie, na unahitaji kuwa makini usiachie clutch haraka sana na kuzima gari, na wakati huo huo unahitaji kushinikiza kanyagio la gesi. Naam. Haikuchukua muda mrefu kabla sijagundua, na nilikuwa nikizunguka mbele ya nyumba yetu. Hakuna mtu aliyeumia. Majirani walibaki ndani ya nyumba. Vipi kuhusu mchakato wa kujifunza katika ndoa? Unajua, ulikuwa na vipindi viwili vya ushauri kabla ya ndoa, na ulikamilisha daftari, na labda ulijiuliza, hii inaweza kuwa ngumu kiasi gani? Kweli hukujua kwamba mchakato wa kujifunza katika ndoa hauanzi hadi baada ya harusi. Mtu alisema kwamba ndoa ni kama kupanda ndege kuelekea Bahamas na kutua badala yake kwenye ncha ya kaskazini. Badala ya upepo mwanana ni dhoruba ya theluji. Na unagundua kwamba unahitaji koti la manyoya, sio vazi la kuogelea. Basi, acha mchakato wa kujifunza maishani uanze. Ukweli ni kwamba hujawahi kujua. Wakati mchakato wa kujifunza unakuja, na hujawahi kuwa tayari kabisa unapofika. Mwandishi wa Zaburi Daudi aliandika, ni vema kwangu kwamba niliteseka ili nipate kujifunza amri zako. Zaburi 119 mstari wa 71. Kwa maneno mengine, mateso yalimweka kwenye mchakato wa kujifunza wenye changamoto ambao hatimaye ulimfundisha kanuni za hekima na za kiungu za kuishi. Inaweza kufanya vivyo hivyo kwako na kwangu. Sasa Ayubu hapa amekuwa kwenye mchakato wa kujifunza kwa muda wa mwaka au zaidi. Kwa hotuba zao na mazungumzo yao sasa yamekamilika, Ayubu na marafiki zake watatu wanabaki kimya mwishoni mwa sura ya 31. Kisha unapata kijana huyu akijitokeza hapa katika sura ya 32, na atazungumza kwa sura 6 zijazo. Atatoa ushauri mzuri kiasi kwa Ayubu. Jina lake ni Elihu. Amejitahidi dhahiri kwa muda mrefu kubaki kimya. Tunaambiwa sababu hapa katika mistari ya 2 na 3. Alikasirika na Ayubu kwa sababu alijitetea mwenyewe badala ya Mungu. Alikasirika pia na marafiki watatu wa Ayubu kwa sababu hawakupata jibu, ingawa walimtangaza Ayubu kuwa na makosa. Kwa hivyo, amekuwa akikasirika na kile anachokiona kama mtazamo wa kujiona mwenye haki wa Ayubu. Pia anazidi kukasirika na haya mashtaka ya uongo kuhusu maisha ya Ayubu kutoka kwa marafiki zake watatu. Kwa hivyo sasa Elihu, unajua, anaanza hotuba yake mwenyewe. Anaanza katika sura ya 33 kuleta maarifa mapya ambayo kwa kweli kwa sehemu kubwa yako sahihi kabisa. Kwanza anasema kwa Ayubu kwamba hata wakati maisha yanapochanganya, Mungu bado anawasiliana. Anakumbuka maneno ya awali ya Ayubu.
Elihu anamuuliza hapa katika mstari wa 13, kwa nini unashindana na Mungu ukisema hatakubali maneno ya mwanadamu? Elihu anasema Mungu anazungumza, anawasiliana. Sasa wakati huu kabla ya Biblia kupatikana, Mungu anazungumza na Abrahamu, anazungumza na Yosefu na Yakobo na Ayubu kupitia ndoto. Muhimu zaidi, ingawa Mungu anazungumza na Ayubu kupitia mateso yake, Elihu anasema hapa katika mstari wa 19, mwanadamu pia anakaripiwa kwa maumivu kitandani mwake. Neno la kukaripiwa hapa linaweza kutafsiriwa kama kufundishwa. Labda umepata hili kuwa kweli, kwamba vitanda vya wagonjwa vina njia ya kipekee ya kutufundisha. Tunaelekezwa sana, kwa kusema hivyo, kwa Roho ya Mungu kila tunapoteseka. Sasa hapa katika sura ya 34 Elihu anatoa ufahamu huu wa pili. Tutaweka hivi: hata wakati maisha yanaonekana kuwa yasiyo ya haki, Mungu kamwe si dhalimu. Unaona, Ayubu alikuwa amelalamika awali kwamba kufurahia Mungu hakukuleta faida yoyote dhahiri. Na Elihu anasema hapa katika mstari wa 10, iwe mbali na Mungu kufanya makosa. Kisha Elihu anaendelea hapa kutetea asili na tabia ya Mungu. Anasisitiza kwamba Mungu ni mtoaji wa thawabu, mstari wa 11. Anasisitiza kwamba Mungu ni mamlaka kuu, mstari wa 13. Kwamba Mungu ni mlinzi wa maisha, mistari ya 14 na 15, na kwamba Mungu ni mtawala asiye na upendeleo, mistari ya 17 hadi 20. Unapofikiria maisha hayana haki, mshauri mzuri atakukumbusha kwamba Mungu daima hufanya yaliyo sawa, hata kama hajatoa maelezo yoyote. Hoja ya tatu ya Elihu sasa iko hapa katika Ayubu sura ya 35. Na hebu niweke hivi: hata wakati maisha yanaonekana kuwa magumu, Mungu si mkatili. Elihu anamhimiza Ayubu hapa katika mstari wa 10 kwa kumkumbusha kwamba Mungu ni muumba, anaweza hata kumpa nyimbo usiku. Napenda usemi huo, nyimbo usiku. Sasa la 4, Elihu anatoa ufahamu huu. Tutaweka hivi: hata wakati maisha yanapokuwa hayajatulia, Mungu hajapoteza nafasi yake. Hapa katika sura za 36 na 37 anatetea tabia ya Mungu. Anasema hapa katika mstari wa 2 wa sura ya 36, nivumilie kidogo, nami nitakuonyesha, kwa kuwa bado nina jambo la kusema kwa niaba ya Mungu. Elihu anamwonya Ayubu asimshutumu Mungu kwa kufanya makosa. Mungu ni mwenye nguvu. Elihu anasema hakuna mtu anayeweza kuelewa kikamilifu njia zake. Yeye ni wa ajabu. Elihu anatoa ushahidi kwa jinsi Mungu anavyosimamia asili. Kuanzia hapa katika mstari wa 27 na kuendelea hadi sura ya 37, Elihu anaonyesha ukuu wa Mungu katika asili. Elihu anataja mvua, anataja mawingu, anataja radi na umeme, theluji na barafu. Kisha anasema kwa Ayubu hapa katika sura ya 37 na mstari wa 14, Ayubu, simama, nafikiria kazi za ajabu za Mungu. Kama kusema, ikiwa Mungu anadhibiti dhoruba ya umeme, Ayubu, na anafanya hivyo, basi yeye anadhibiti dhoruba iliyovamia maisha yako. Sasa marafiki wengine wa Ayubu walikuwa na uhakika, unakumbuka, kwamba Ayubu alikuwa anateseka kwa sababu alikuwa mwenye dhambi mkubwa. Elihu anatambua kwamba Mungu hutumia mateso kutuepusha na dhambi. Inatuweka karibu naye. Kwa hivyo, Elihu yuko karibu zaidi na ukweli kuliko hawa wanaume wengine watatu, lakini bado yuko sahihi kwa sehemu tu. Na hiyo ni kwa sababu tunajua kama wasomaji kile ambacho Elihu hajui. Tunajua kile ambacho Ayubu na marafiki zake watatu kwa kweli hawajui. Tunatokea kujua kwamba mateso ya Ayubu ni ya kipekee na yanatoka kwa mkono wa Shetani, ambaye anataka kuthibitisha kwamba Mungu hatatukuzwa na mfuasi yeyote ambaye anaishia kuteseka sana. Tazama, kuna jambo kubwa zaidi linaloendelea kuliko vile wanaume hawa wangeweza kufikiria. Lakini sikiliza wapendwa, maarifa haya kutoka kwa Elihu ni kweli kwetu sote.
Kwa kuwa sehemu nyingine ya Biblia inathibitisha kanuni hizi. Kwanza, Mungu anaweza kuonekana kuwa kimya, lakini yeye daima anazungumza. Anazungumza nasi kupitia neno lake, kupitia hali zetu, kupitia nguvu zake dhahiri tunazoziona katika asili inayotuzunguka. Tatizo ni kwamba sisi ni wagumu wa kusikia, lakini yeye anazungumza. Pili, maisha yanaweza kuonekana kuwa hayana haki, lakini Mungu kamwe si dhalimu. Kwa kweli, tunaambiwa katika Biblia kwamba Mungu hatimaye atafanya kila kitu huwa sawa. Na kisha tatu, kanuni ni hii: maisha yanaweza kuwa magumu, lakini Mungu hajatuacha. Hatawahi kutuacha au utuache. Na hatimaye, kanuni moja zaidi: wakati maisha yanapokuwa na machafuko, Mungu kwa kweli anadhibiti machafuko hayo. Maisha yanaweza kuwa hayajatulia. Mungu kamwe hatapinduliwa. Kwa njia, tayari yeye ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kwa hivyo tumtumaini leo. Na leo neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.